Kwanza ni kushukuru kwa kuja kunitembelea leo hii siku ya Ijumaa, na kuja na fikra ya kutaka kujua maana halisi ambayo mimi nimeikusudia, japokuwa kama ulivyosema mtu akifuatilia yote ataona kwamba nini ambacho mimi nimekusudia. Kusema kwa kweli, maelezo ni kama yaliyokuwa mule ndani, lakini ili jambo limevamiwa kwa sababu watu wamegawanyika katika sehemu kama 4 ama 5, na ndiyo maana limeleta tabu. Laiti si mgawanyiko wa watu wala lisingeleta tabu. Tabu hii kwa sababu ya mgawanyiko wa waliolipokea. Kuna watu wana maana yao kichwani na hawaelewi maana nyingine zaidi ya hiyo. Kwa hiyo hao wamekuja na nguvu ya maana yao. Hata uwaambie vipi hawezi wakaelewa, kwa sababu tayari mkononi, kichwani, moyoni wana maana yao. Ni kama vile swali anaulizwa shekhe hali ya kuwa muulizaji ana majibu yake. Shekhe akijitahidi kujibu atakavyojibu, kama muulizaji hajaridhishwa na lile jibu likaendana na alilokuwa nalo, shekhe hawezi kueleweka. Kwa hiyo kuna watu walikuwa na maana yao vichwani, mkononi, ndani ya moyo, hawa shida. Lakini kuna watu wamepandwa mzuka kama udarueshi fulani. Mnavyoona mtu akitajiwa jina la Mtume anaruka ule mzuka, ndio umemjia katika hili neno, na pengine kamwe maana yake hajui. Lakini kuna watu watatu wafata mkumbo. Kuna mtu wa 4, yeye shida yake sio lile neno wala si lile jambo. Yeye shida yake mziwanda, kana kwamba alikuwa anamtafuta moja katika maeneo nimemkamata. Yaani ukiwasikiliza wote wale unapata majibu, kila mtu utamwe. Alafu kuna mtu wa 5 ndio makini. Alisikiliza akaelewa, au hajaelewa akamtafuta aliyesema, alipoelekezwa akaelewa. Sasa sijui wewe mtangazaji utakuwa uko wapi, lakini narudi ya kusema, nilisema mimi neno mshangazi ni mwanamke mwenye umri mkubwa akamtaka kijana mdogo. Na bahati nzuri ukisikiliza mule nilifafanua. Yupo mwanamke mkubwa kama Bi Zulekha aliyemtaka Yusuf alaihi wa ala nabina afdalus salatu wassalam. Lakini kwa sababu yeye Zulekha alikuwa na nia mbaya, Nabii Yusuf alikataa. Yule alikuwa mshangazi, lakini ni mshangazi mwenye fikra na matendo machafu. Yusuf hakukubaliana na uchafu. Lakini mama Khadija, yeye alikuwa ni mkubwa na ana mali, alimtaka Mtume. Mtume aliridhika kwa kuwa mama Khadija alikuwa na lengo jema. Mule ukisikiliza mule nilisema Mtume alikubali kwa sababu hakwenda kufanya upuuzi. Ili neno nililitumia. Kisikiliza vizuri. Alikubali Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hakuwa na nia ya kwenda kufanya upuuzi. Kwa sababu nia ilikuwa njema, Mtume na akaridhia, akampenda, akakubali. Sasa shida, kuna vitu viwili hapa. Kitu cha kwanza, watu wamelihukumu ili neno kuwa ni la kihuni. Kitu ambacho mimi siungi mkono, kama mshangazi ni neno la kihuni, bali ni neno la kimtaani. Laiti lingekuwa la wahuni tu neno hili, isingekuwa hao mashehe wote wanaopiga kelele wanaolaumu wanalijua. Kwani wao wahuni? Neno la kihuni mnalijuaje nyinyi? Maanake ni neno la kimtaani. Sasa watu wasihukumu ni neno la wahuni. Maneno ya kimtaani yako mengi. Mfano, mjomba, kuna maana halisi alafu kuna maana ya mtaani. Mwenyeji, kuna maana halisi na maana ya mtaani. Chakula, kuna maana halisi, maana ya mtaani. Sanduku, kuna maana halisi na maana ya mtaani. Kwa hiyo wasichanganye lugha zinazotumika mtaani zote wakahukumu ni lugha za kihuni. Hili pia ni kosa.
Ukisema ni lugha za kiuni, tafsiri yake kila anayetumia ni muhuni, watahusishwa wengi na uhuni. Kwa hiyo mimi maana niliyokusudia sio maana ya mtaani. Lakini pili, haibadili maana ya jina. Leo katika Kiswahili Dar es Salaam tunawasikia watu kaka, watu wanamuita mkaka, sababu yule ni shangazi. Kutia ndio imekwenda kuchafua maana. Badala ya shangazi kusema mshangazi, kaka, leo kuna watu katika lugha wanamuita mkaka. Dada wakamuita mdada. Mdada wa kazi. Ile haijabadili maana. Baba akaitwa mbaba. Kuna mbaba mmoja, kuna mama mmoja. Haibadili maana. Asili ya ni takbiri tu, kumkubwiza mtu. Sasa kama kuna maana ya mtaani, wewe kama mwanadini hupasi kuichukua maana ya kimtaani, tena isiyopendeza, kwenda kuihusisha katika maana ya kidini na kielimu. Ni makosa. Unless otherwise ukamuuliza aliyesema, kwani kakusudia nini, endapo kama ulikuwa hujaelewa. Kwa hiyo niwaambie tu watu wote ambao wameumia na hili jambo, kuanzia wale walipatwa na miemko, kwanza wanywe maji, washushe pressure, waheshimu hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taghdhab, acha paniki, shusha moyo, isikilize ikibidi hata mara 3. Maana niliyoitaja mule ndiyo maana mnayoikusudia ninyi. Kama maana zinatofautiana, basi weka tu innamal a'malu binniyati. Heshimu makusudio yangu, usilazimishe maana yako, sababu maneno haya yenye maana mawili matatu yako mengi. Lakini pia neno lenyewe hili sio rasmi kwamba Watanzania wote neno hilo mshangazi wanalitumia kwa maana hiyo. Ima watu wa mtaani tu na baadhi ya watu. Ni neno ambalo linajulikana na baadhi ya watu, halijafikia hata kwenye kiwango cha kuita urfu. Basi ni waombe washushe pressure. Alafu la pili, athari yake ni kubwa. Ikiwa mtu kakusudia maana nzuri, wewe ukaipeleka katika maana mbaya, tafsiri yake unamchongea yule mtu na jamii. Na Muislamu upasi kuwa hivyo, kumtia shoti Muislamu na Waislamu. Na hapo ndio unaona umuhimu wa maneno ya Qur'ani, wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Kama inakusudiwa dini, kwa nini wewe ili neno usilichukue ukaenda ukaliweka sawa mafuhumu? Badala yake wewe ndio unachochea moto. Hivi kweli ndio utakuwa tupo kwenye dini kweli? Wakati sisi tunafanya kazi ya dawa, kuna neno umeona limeweka utata, wewe lichukue neno lifafanue. Usimtie shoti mtu na watu, inakuwa ni sehemu katika fitna. Unamgombanisha Muislamu na Waislamu. Hii ni fitna. Tutahadhari sana, ni kumgombanisha Muislamu na Waislamu. Kama hujaelewa kwa mujibu wa dini, mtafute aliyesema ili nimesema pale mwanzo neno pilau. Sote tunajua maana yake ni chakula. Lakini huko mtaani situmii neno wahuni. Huko mtaani wapo watu neno hili wanalitumia kwa maana nyingine mbaya. Kisikia naenda kwenye pilau, wao wanatumia kwa maana picha za uchafu. Au lile eneo la kule Buza. Kama unavyosema, au lile eneo la Buza. Kuna eneo Buza kunaitwa kwa Mpalange. Leo neno hili kwa Mpalange watu wanalitumia vibaya. Wewe kama mtu wa dini, mtu akilitumia ile, usihukumu kwamba yeye kalitamka hili kwa maana ile mbaya. Dhunnu bil mu'minina khaira. Hebu tujifundishe hapo basi. Wadhanieni kheri Waislamu. Wa ila muuliza, kwani hili neno umekusudia nini? Maeneo mengi leo ukisikia mtu anaitwa mwenyeji, maana yake mwanga. Ukisikia mwenyeji maana yake mwanga. Gwiji ndo anaitwa mwenyeji. Hizo ni lugha za mtaani. Je, mtu akilisema mwenyeji, basi ndio tumekusudia hivyo? Kwa mfano mtu kamuhusisha hata Nabii Ibrahim alikuwa mwenyeji wa pale Maka, basi maana yake tufasiri kwa maana ya hao? Au neno hili tu kwamba huyu mtu kamtukana Nabii Ibrahim, kamwambia Nabii Ibrahim alikuwa mwanga, kwa sababu watu urufu mtaani wamezoea, baadhi ya watu mwenyeji maana yake mwanga. Hapana, la mushahata fil istilahi. Kwa hiyo mimi narudia,
kama sheria inamhukumu mtu kwenye makusudio yake, basi naomba Waislamu waelewe nilichokusudia mimi sicho wanachokisema wao. Siwezi kuwa mtovu wa adabu hata siku moja nikamvunjia adabu Mama Khadija Ummul Mu'minin, nikamvunjia adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nimekusudia maana niliyoitaja katika ile klipu. Mwenye nia nzuri aende YouTube aichukue yote aisikilize kwenye kisa cha Isra na Miraji pale Mtambani, atakwenda ataona mpaka nikafika mimi mwenyewe nilipolitamka lile neno pale. Katika ile nilisema kabisa, mshangazi maana yake ni mwanamke mkubwa anayemtaka kijana mdogo, na nikatoa mfano nikamtolea Nabii Yusuf, kwa sababu mtakaji Zulekha alimtaka Nabii Yusuf kwenye uchafu akakataa, na nikasema na wewe unawajibika kukataa ikiwa maana chafu. Na nikatoa mfano mwingine, aliyemtaka Mtume SAW Mama Khadija alimtaka kwa nia njema, Mtume kwa kuwa aliridhia naye akakubali, akaenda akamuoa. Kama maana ni ya uchafu, kwa nini nilinganishe na Mtume wakati Mtume alikwenda kuoa? Inafanana wapi? Kwa hiyo niwaombe tu, hebu tuache jazba, tuache fikra potofu. Muislamu paswi kuwa na dhana potofu. Sikiliza maneno mwanzo mpaka mwisho, na waomba Waislamu wasinifasiri hivyo wanavyofikiria wao, wayasikilize maneno, na hii ndiyo maana yangu. Nimalize kwa kusema, kama una ziada utasema, al-umuru bimaqasidiha, mambo yote yanazingatiwa kwenye malengo ya kufanya mambo hayo. Hata kusema na pili, maneno ambayo wanayasema pia wanasheria kuwa ni kanuni katika sharia, kwamba maqasidul lafdhi fi niyati lafidhi, kwamba malengo ya matamshi yapo kwenye makusudio ya mtamkaji, na hii hasa pale itakapokuwa neno lina maana zaidi ya moja, limeleta utata, basi watu wazingatie aliyesema alikusudia nini. Na sisitiza, Waislamu inakuwa ni sehemu ya fitna kumchonganisha Muislamu na Waislamu. Kama una nia njema ya dini, mrejee mwenyewe msikilize atasema nini, au wewe kalirekebisha, sio kuhangaika. Lakini mwisho kabisa wale wote waliotukana wenyewe wanaamini kwamba ndio wamefanya dini. Mimi nimewasamehe kwanza, wasiwe na wasiwasi. Mimi nimewasamehe ndani ya moyo wangu, kwa sababu dini yetu tunataka kusamehe, na hakuna marekebisho unayomrekebisha mtu hata kama dhana yako upo sahihi ukatia na matusi. Hii ni shida. Tunajitukana Waislamu, manake ukitukana kwenye mitandao watu wanakuhukumu wewe una uwezo mzuri wa kufikiri. Kwa hiyo mimi nimewasamehe, na niwaombe hata wanapotaka kuongea kwa watu wengine wasitumie lugha za matusi, lugha za kashfa. Sio dini. Usimtukane unayetaka kumrekebisha, badala ya kutengeneza udugu utatengeneza chuki, utazalisha kitu kingine. Na ndio maana Mtume SAW alisema, ukitaka kufanya kitu fikiria hatima ya hicho kitu unachotaka kukifanya, kwa sababu unaweza ukatumia matusi sasa ukazalisha haramu isiyokuwa na gogoro, kwa sababu utapatikana mpasuko, na wewe ndio chanzo cha kuleta mpasuko na ugomvi kati ya wewe na ndugu yako Muislamu. Sababu nini? Ulimtukana tena kwenye jambo la dini. Niwaombe wajirekebishe na wao, na mimi nimewasamehe kihakika. Naam, kuna la ziada bwana? Ziada shekhe, hapo ulipomalizia hapo, kuna hizi tunaziona radi zinaendelea sana. Katika hata hii tunaoitengeneza hapa, utakuta kuna mtu baadaye utasikia tu title imeandikwa radi kwa Sheikh Mziwanda juu ya kile alichokiongea hii. Sasa utaratibu ama nidhamu hasa ya Uislamu upoje katika, kama utahisi huyu amekosea ama ameteleza, utaratibu ambao kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu upoje katika kumrekebisha mtu ama kumlingania mtu juu ya kile ambacho amekiongea? Allah tusamehe na aturekebisha, tuongoze njia ya sawasawa. Shekhe, siku zote
Daktari hana ugomvi na mgonjwa. Daktari shida yake na ugonjwa. Na Uislamu haujaja kupambana na watenda maovu. Uislamu umekuja kupambana na maovu. Na ndio maana huwezi kuona katika dini inatuelekeza aliyefanya maovu tumchukie. Inatakiwa tumnasihi. Kule kumpa nasaha na mawaidha, tafsiri yake nini? Ni mapenzi yale. Mtu mpaka unampa nasaha ni mapenzi. Sasa ukishalijua hili, kitu cha kwanza tunakosea masuala ya kwenda kupambana na majina ya watu. Ukiona Muharram kafanya kosa hili, basi kuna uwezekano na wengine wamefanya kama hilo. Wewe dili na lile kosa, usidili na mtenda kosa. Ni kukosa nidhamu kuanza. Maanake ingewezekana hilo kuna Waislamu kadhaa wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wamefanya makosa na aya zimeteremka, lakini huwezi kuona kwamba Mungu anataja ya ayuha Abubakar, ya ayuha Umar, ya ikaanza kuwataja majina. Mungu alileta tu ya ayuha alladhina amanu, wakadili na lile kosa, kuonesha hii ndio nidhamu ya Uislamu. Waislamu wanarekebishwa kwenye kosa, sio kupambana naye mtu binafsi. Pia tunarudi pale pale, itakuwa unatengeneza chuki sio kuwa na sababu. Huyu ni msufi kakosea, dili na lile kosa. Huyu ni msalafi kakosea, dili na lile kosa. Habari ya kutajana majina, ukiona wametajwa watu ndani ya Qur'ani, hawa hawana jema la kutajwa. Anatajwa Firauni, hana jema la kutajwa nalo, na sio Muislamu kamwe. Manake mtu anaweza, mbona Mungu kasema kamtaja Karuni, kamtaja Firauni, hawakuwa na jambo. Lakini Waislamu kwa Waislamu, hawa wote ni katika watu wa mkono wa kulia. Mungu kataka fadhakir, alizozitaka Mungu ni hizo. Kwa hiyo mimi nadhani njia sahihi kwanza kuacha kudili na watenda makosa, hata ikiwa kweli ni kosa. Tusidili na watenda makosa, tudili na yale makosa, ili itakuwa tumemsaidia aliyefanya kosa, na wengine ambao wanafanya hatuwajui au watakao sikia watajua kwamba hili halimo. Lakini pili, njia zianze kwa hatua. Ukamtafuta muhusika, ukamkabili. Inawezekana mkawa mkatengeneza udugu kutokea hapo. Kama anayo dini hasa, anaweza akakuruhusu, basi nisaidie wewe lieleze, au akasema basi mimi nitakaa mwenyewe nitalieleza, hilo nitalirekebisha. Njia hiyo ikishindikana, tunarudi katika njia niliyosema mwanzo. Wewe utakaa utawaeleza Waislamu pasina kumgusa yule aliyesema ama aliyefanya. Utadili na lile kosa kama kosa. Ukisoma Qur'ani utakuja kuona hivyo, na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume karekebisha makosa mengi yaliokuwa yanafanyika kwa Waislamu. Mimi nadhani itakuwa ni njia nzuri sana, itakuwa inatujengea mapenzi. Unajua ndugu mtangazaji, kitu ambacho tunashindwa kukizingatia pia, zama hizi sio zama za masahaba. Shekhe, masahaba walifika wakati kurekebishwa na Mtume anasikia raha. Mtu anakuwa na jambo hivi, lilimo ngoja nilifanye mbele ya Mtume nione. Yaani yeye anasikia raha kule kurekebishwa. Watu wa sasa hivi wasome, kumtaja kuwa kakosea hadharani anafurahi, mpaka wanafunzi wake watahukumu umemdhalilisha. Kwa ishi na watu kwa mujibu wa hali zao na mazingira yao na nyakati zao. Hata ukisema nataka kuita media ni mkosoe mtu, hebu kosoa nini? Lile kosa. Hizi zinazofanyika sasa hivi radi ni kubabuana, na ukitaka kuona azilengi dini, inafika wakati mtu anatajwa mpaka nguo zake alizovaa. Nimeona clip moja wanatajwa mashehe fulani. Mtu anasema hawa watu dawa za kihurafi hizi hawana muda, wanaondoka. Alikuja shekhe fulani, akaja shekhe fulani na makoti yao. Yaani wanataka kuoneshana tu wamevaa makoti gani. Sasa koti na ili kosa linaendana wapi?
Yani badala ya kudili na kosa, sasa anakwenda kudili mpaka kwenye mavazi ya yule aliyevaa. Sijui anaumia kwa lile koti, anaumia kwa kile kiremba. Hebu dili na kosa basi, mpaka kwenye mavazi. Kifanya maskhara watu sasa wataenda kutajiana mpaka wake zao, wataenda kutajiana mpaka nyumba wanazokaa. Sasa huku tutakuwa tunakosea, tunazalisha kitu kipya. Wenyewe wanasema katika sheria, ma yuaddi ila alwajibi fahuwa wajib. Ukilielewa hili jambo ambalo linapelekea watu kufika katika wajibu, nalo ni wajibu. Safiri katika yaliyobakia yote. Hata jambo ambalo linapelekea katika uharamu, nalo ni haramu, kwa sababu mgawanyiko wa Waislamu na kugombana ni haramu. Vitu vyote ambavyo vitasababisha mgawanyiko wenu pia ni haramu. Usifanye kitu ambacho unaamini hiki kinakwenda kuzalisha chuki kati yetu, nacho ni Wakati mwingine niliwahi kusema siku moja, mtu kasikia matusi watoto barazani wanatukanana. Badala ya kwenda kuwakataza kutukana, yeye anakwenda kusema, nyi watoto barazani kwangu sitaki matusi, katukaneni kwa wazee wenu. Naye anazimua, wana kadha. Yani anakataza tusi na yeye kufanya tusi. Sasa wakati unamkosoa mtu kakosea, na wewe pia unafanya makosa. Kwa hiyo inakuwa si tunadumu katika makosa. Juzi kuna mtu mmoja nimeona video yake, katukana, waliotukana wengi lakini yule mmoja katukana wazi. Alafu kuna mtu akaandika, Mziwanda kasababisha mashehe wote kutukanwa. Yani mimi ndo nimesababisha. Wakati ukimsikiliza mwenyewe anasema mimi sijaona kuna mashehe, kakataa mashehe wote, hakuna toka zamani. Zisikilize video zake nyingi tokea kampeni, yeye amkubali shehe yoyote. Kwa hiyo sio mimi nilosema, yani huyu ndivyo alivyo. Lakini kwa sababu watu walikuwa wana shida, basi matokeo yake wanamsukumia Mziwanda, lakini wamemkuta mtu mwenyewe. Ndio hivyo, mimi sina habari. Na bahati nzuri watu wengi wamenishauri usiongee, wewe tu umenivamia hapa, lakini watu wamenishauri nisiwajibu, niwaache nifanye mambo yangu, kwa sababu muda mwingine unamwona mtoto labda ana miaka 18, 19 eti na yeye anaradi. Yaani unaona kabisa, ukimtazama unajua huyu katoka kundi fulani. Wafuatilie, mimi nakushauri mtangazaji, wafuatilie, utaona huyu kundi fulani. Yaani zile shida za kimakundi ndio zinatufikisha hapa. Na Waislamu waache kufuatisha yani kufuatisha kwenda na akili za watu. Kila mtu ana akili yake. Uislamu, umoja wetu ni kitu muhimu sana. Tusitengeneze vyanzo vya kubomoa umoja wetu. Kama kutamka maneno wanatamka wengi. Niliwahi kuona clip moja ya shekhe mmoja katika mashekhe wa Kisalafi, pia aliwahi kulitamka hili neno. Ulishawahi kuona watu wamemvamia? Na bahati nzuri bado ninayo. Kalitumia hili neno mshanga. Shekhe katika mashekhe wa Kisalafi kalitumia. Lakini hakuna mtu aliyemwakia wala nini, lakini kwa sababu Mziwanda watakuwa na sababu zao nyingine. Mimi naomba turudi katika mstari, tufanye dini kwa maana ya dini. Anetaka dini kweli, anitafute mwenyewe apate maana kama niliyoitoa, badala ya kupigana kwenye mitandao. Usishangae, inawezekana leo Ijumaa kuna watu wameitungia hotuba hiyo. Fuatilia tu utaona. Kuna wengine wameitungia hotuba, yani ndio Waislamu wanatengeneza Uislamu, wametungia hotuba. Yani maneno yamekwisha ya kuyasema. Shukrani bwana.